Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia mfuko wa huduma za afya Zanzibar ZHSF imeanza mikakati ya kuandaa ujenzi wa kituo cha kitaifa cha rufaa cha uchunguzi wa maabara chenye kiwango cha kimataifa kinacholenga kuboresha huduma za uchunguzi wa magonjwa na kupunguza gharama kwa wananchi. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa idara ya usajili na usimamizi wa wanachama Ali Idrisa Abedi alipokuwa katika mkutano na wadau mbalimbali kutoka Afrika Mashariki uliofanyika Maji House Zawa Madema mkoa Mjini Magharibi. Amesema mkutano huo unalenga kuweka mikakati ya ujenzi wa kituo hicho ili wananchi wapate huduma za uchunguzi kwa haraka, gharama nafuu na majibu ya vipimo kwa wakati. ZHSF katika kipindi chake cha utekelezaji sasa tunaelekea mwaka wa 3 kukamilisha. Tumeona baadhi ya mapungufu ambayo tunahisi kama serikali ya hatua basi ile lengo la kuboresha huduma za afya tutakwenda kufikiwa kwa wepesi zaidi. Kimoja tulichokiona ni tunajua kwamba kuna maradhi mengi haya ambayo tunaita maradhi yasiyoambukiza yamekuwa yakiongezeka kwa kasi, na ukiangalia mengi kati ya maradhi haya ni maradhi ambayo gharama zake ni kubwa sana. Gharama zake ni kubwa kuanzia kwenye uchunguzi wake, gharama zake ni kubwa kwenye matibabu, lakini pia gharama zake ni kubwa kwenye dawa zinazotumika. Kwa hiyo kwenye uchunguzi mara nyingi huwa zinatumika teknolojia za kisasa kuweza kupata majibu sahihi. Na kwa bahati mbaya watu wengi tunao hapa hawajaweza kufikia uwezo wa kununua vifaa na miundombinu ambayo inahitajika katika kufanya vipimo kwa ajili ya uchunguzi wa maradhi hayo. Sasa kinachotokezea ni kwamba inabidi kuchukua sampuli kutoka kwa wagonjwa na tunazisafirisha nje ya Zanzibar kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi ili tuweze kupata majibu na kuendelea kuwahudumia hao. Kwa upande wake, ndugu Taufik kutoka kanda ya Afrika Mashariki amesema ujio wa taasisi hiyo unalenga kushirikiana na serikali ya Zanzibar katika kuanzisha kituo cha kitaifa cha rufaa cha uchunguzi wa maabara chenye viwango vya kimataifa kitakachoboreshwa kwa teknolojia za kisasa. We are very happy and honored that the outcome of the partnership will be a world-class National Diagnostics Reference Center based right here in Zanzibar. And what it means is that we are bringing our expertise at Roche Diagnostics, established over many years across many countries, to establish what will be one of its type diagnosis center that helps to ensure that every patient on all the islands that constitute Zanzibar get equitable and quality of care. Naye Abdallah Said Mohamed kutoka kitengo cha uchunguzi wa magonjwa Wizara ya Afya Zanzibar amesema uwepo wa kituo hicho kutakuwa na manufaa makubwa kwa Zanzibar na kusaidia uchunguzi wa magonjwa mbalimbali kupatikana kwa majibu ya vipimo kwa haraka na kupunguza gharama za kusafirisha sampuli nje ya Zanzibar. Kituo hiki ni muhimu sana uwepo katika nchi yetu ya Zanzibar, kwani kitasaidia uchunguzi wa magonjwa mbalimbali ambayo yalikuwa hayawezi kuchunguzwa hapa. Kwa hiyo kituo hiki cha uchunguzi wa magonjwa kutakuwa na mambo mawili: uchunguzi wa kimaabara ambao unachunguza upande wa kemia, hematolojia, microbiolojia, parasitolojia, uchunguzi wa vinasaba na uchunguzi wa maradhi mbalimbali ambayo yanahusiana na maabara. Vile vile lazima jihusishe uchunguzi kwa njia ya picha ambayo tunaita medical imaging, ambayo ni X-ray, MRI, ultrasound na vipimo vyote ambavyo vinahusiana kwa njia ya picha. Kwa hiyo katika kikao hiki ambacho tunakutana tutajadili namna ya kituo hiki, namna kitakavyoendeshwa, kitaanzishwa namna gani, ambacho kitasaidia sana katika uchunguzi wa maradhi. Kwani kuna vipimo vingine, mfano kwa maabara huwa vinasafirishwa nje ya Zanzibar, aidha umsafirisha mgonjwa
au usafirishi sampuli. Kwa hiyo upatikanaji wa majibu yake unachelewa, tunaita ile turnaround time. Kwa hiyo unaweza kupeleka kipimo, mfano kikachukua wiki 2, na huko mgonjwa anaumwa, kwa hiyo madaktari watashindwa kumpa matibabu. Kwa hiyo kituo hiki kiwepo hapa Zanzibar kitasaidia kupatikana majibu kwa haraka na kitapunguza gharama ya usafirishaji wa sampuli. Kwa hiyo wagonjwa watapata matibabu kwa haraka, kwa hiyo itawezesha madaktari kuwatibu wagonjwa kwa ufanisi zaidi. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Fatma Bernard.